Mkopo huu, fedha hizi zinatolewa na Deutsche Bank, zinadhaminiwa na wale tunaowaita export credit agencies ya Spain, lakini zinadhaminiwa tena hapa ndani na CRDB kufika kwenye serikali yetu. Zoezi hili kulikamilisha linatuonyesha sasa kwamba kumbe vile tunaweza tukakopa fedha nyingi kutoka mabenki ya nje kupitia benki zetu za ndani. Kwa hivyo napenda nichukue fursa hii kuwashukuru kwa dhati kabisa benki ya CRDB kwa kuwa wa kwanza kushirikiana na sisi katika hili. Nyinyi ni wadau muhimu sana na tutaendelea kushirikiana nanyi kukamilisha miradi mingi ya maendeleo hapa Zanzibar. Nichukue fursa hii kutoa shukrani zangu za dhati kwa Wizara ya Fedha na vile vile kwa PDB na vile vile kwa CRDB kwa kukamilisha zoezi hili. Ndugu zangu, wengine mnaweza mkawa hamtambui umuhimu wa zoezi hili. Hili zoezi lina umuhimu mkubwa kwa sababu tokea tupate uhuru, tokea baada ya mapinduzi, njia za kupata fedha za miradi yetu ya maendeleo zilikuwa za aina mbili tu. Aidha fedha hizo zitokane na bajeti yetu ya serikali au fedha hizo zitokane na mkopo uliodhaminiwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Njia hizi mbili zimetusaidia kwa kipindi kikubwa na kwa sehemu kubwa miradi mingi imefanyika. Lakini tumeona kwa spidi yetu ya kutaka kuleta maendeleo, njia hizi mbili hazitoshi. Lazima tutafute njia mbadala. Sasa kama mlivyoshuhudia, njia ya kwanza mbadala ni ile tulioifanya juzi ya Sukuk. Ndani ya Sukuk ile tumepata bilioni 381. Hapo kuna miradi mingi sana itafanyika. Lakini njia mbadala nyingine ni hii ya leo, ambayo kwa mara ya kwanza katika historia yetu Zanzibar sasa inaweza kukopa fedha kutoka nje ya nchi kupitia katika benki za ndani. Mkopo huu wa leo ambao tunaambiwa ni euro milioni 79 sawa na karibu bilioni 240, unakwenda kujenga skuli za ghorofa za kisasa kabisa. Nilikuwa nikipita huko ninaambiwa kila pahali, na sisi tunataka ghorofa, na sisi tunataka ghorofa. Naambia tulieni tu, mambo yanakuja. Sasa ile tulieni, mambo yanakuja, sio siasa, mambo yenyewe ndo haya. Skuli za ghorofa kila pahali katika nchi hii, mpaka Tumbatu kule sasa hivi kuna skuli ya ghorofa, na nyingine 24 zinakuja. Tutazigawa vizuri katika maeneo ambayo yana uhitaji mkubwa. Waziri wa Elimu kanishika sana, pesa tutapata lini? Ndo hizi sasa. Kwa hiyo nyie kwenye bajeti yetu ijayo hammo, mambo yenu yanakwisha hapa. Na nafurahi kusema kwamba hatua ya upatikanaji wa mkopo huu bila ya utaratibu wetu ule wa kawaida wa kupitia kwenye sovereign guarantee ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania utatufanya tufanye miradi mingi sana. Kwenye orodha yangu kuna miradi mingi ninayoitamani hapa Zanzibar. Ikiwemo, seme tu kwa ufupi tu, kuna mradi wa bandari ya Mangapwani. Sasa tutaufanikisha kwa taratibu kama hizi. Kuna miradi ya afya ambayo tayari inaendelea. Kuna miradi ambayo inajenga vituo vituo vidogo, lakini kuna miradi ambayo itajenga hospitali za mikoa, na kuna miradi itakayojenga hospitali kuu za rufaa. Mengine itapitia kwenye sovereign guarantee ile ya kawaida. Kwa mfano hospitali ya Binguni itapitia kwenye utaratibu wa dhamana ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini sisi wenyewe tuna azma ya kuanzisha kituo mahiri cha matibabu ya saratani. Center of Excellence ya matibabu ya cancer itakuwa hapa Zanzibar kwa utaratibu kama huu. Kuna miradi ya maji
Kusini na Kaskazini, Unguja na Pemba itapitia kwenye utaratibu kama huu. Lakini kubwa kabisa linalokuja ni miradi ya Afcon. Afcon tutajenga uwanja wa kisasa kabisa wa mpira. Tutajenga na hoteli ya nyota 5 katika eneo hilo. Lakini vile vile tutajenga na hospitali, kwa sababu hayo ndo masharti yanayotakiwa na waandaaji. Vyote hivi vitakuwepo. Karibu dola za Kimarekani milioni 180 zitatumika kwa ajili ya kujenga mambo haya. Lakini kuna barabara za kimkakati. Napenda nichukue fursa hii kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ushirikiano anaonipa wa kuendelea kupata miradi mikubwa ya maendeleo kupitia ule utaratibu wa kwanza wa dhamana ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hivi tunavyozungumza, airport ya Pemba inaanza kujengwa kwa mkopo wa aina hiyo. Barabara ya kutoka Chake mpaka Mkoani inajengwa kwa mkopo huo. Barabara ya kutoka Tunguu mpaka Makunduchi inajengwa kwa mkopo huo. Lakini mabarabara ya kutoka Kisauni mpaka Fumba inajengwa kwa mkopo. Kwa hiyo huku tukiwa tuna miradi inayotumia dhamana ya serikali ya Jamhuri, huku tukiwa na mipango ya bajeti yetu ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, huku tukiwa tuna fedha zinazotokana na Sukuk, na huku tukiwa tuna fedha zinazotokana na export credit agencies kama hii, sina shaka baada ya muda mfupi, katika kipindi cha miaka 5 ijayo, Zanzibar itakuwa imejenga miradi ya kimkakati karibu yote. CRDB imekuwa ni benki mdau mkubwa ambaye ameshiriki kuwezesha wajasiriamali katika uchumi wa buluu na wanaendelea kufaidi, na hii ni endelevu. Mheshimiwa Rais, nasema haya kwa sababu yote ambayo yamefanyika ni ubunifu, kwa sababu tukitumia fursa za kawaida ingekuwa ni changamoto, lakini umekuwa ni kiongozi mwenye maono, kiongozi mwenye kuleta chachu ya mabadiliko, lakini kiongozi ambaye ana challenge sekta ya fedha kuwa na ubunifu zaidi. Nafaidika kuona kwamba ubunifu huu sio kwamba umefaidisha Wazanzibari wote, lakini vile vile benki ya CRDB imefanya biashara kubwa hapa na tunajivunia sana kwa hili.